Wakati maandalizi ya AFCON yakiendelea kushika kasi nchini Tanzania, wafanyabiashara wa jiji la Arusha wameanza kuona mwanga mpya wa kiuchumi unaotarajiwa kuletwa na mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika, huku wengi wao wakiamini kuwa AFCON si tukio la michezo pekee, bali ni fursa ya kupanua biashara zao, kupata wateja wapya na kuongeza kipato kupitia ongezeko la wageni watakaofika jijini humo. Katika masoko mbalimbali ya Arusha, hususan soko la kwa Morombo, wafanyabiashara wameeleza kuwa maboresho ya miundombinu yanaendelea kutekelezwa yanawapa matumaini makubwa ya kukuza shughuli zao za kibiashara, huku akiamini kuwa mazingira bora ya kufanyia biashara zao yatawavutia wateja wengi zaidi na kuongeza thamani ya shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika jiji hilo. Majina naitwa Mwinjuma Mbaruku Kilongola, ni mfanyabiashara wa hapa mabanda ya mbuzi. Miundombinu iko sawa, tunashukuru. Soko linatengenezwa vizuri, barabara kama unavyoona zinaendelea vizuri, na sisi pia tumejipanga kupokea wageni wa ndani na wa nje, kwa sababu tunafurahia fursa hiyo ya AFCON na tunajiamini na tuko fit kuhusu masuala ya nyama na nini. Tumejipanga vizuri, usafi, kila kitu. Kwa hiyo wageni wetu tunawakaribisha wote, wakaribie tu kwa Morombo, watapata chakula kizuri, huduma safi kabisa. Kwa majina naitwa Yusufu aka Babu Yusufu, maarufu jina hilo linalofahamika sana hapa Morombo. Kwa kweli tumejipanga vizuri na tutaenjoy sana endapo kama watakuja hapa. Kwa kweli tumejipanga vizuri sana. Upande wao, viongozi wa soko la kwa Morombo wameeleza kufurahishwa na hatua za maboresho ya miundombinu zinazoendelea kufanyika katika eneo hilo, huku akisema kuwa uwekezaji huo utasaidia kuboresha mazingira ya biashara, kuongeza idadi ya wanunuzi na kutoa nafasi ya wafanyabiashara wengi zaidi kunufaika na fursa zitokanazo na AFCON 2027. Jina naitwa Shabani Ramadhani, ni mwenyekiti wa soko hili la kwa Morombo. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu na pongezi kubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kwa kutupa mradi mkubwa kama huu hapa katika mtaa wetu wa FFU kata ya Murieti. Kiukweli katika soko hili ni soko kubwa sana ambalo linajengwa sasa hivi, na ni soko ambalo linaweza kaingia takriban wafanyabiashara 1000. Kiukweli kabisa sisi tunafurahi sana kama viongozi na tunafurahi sana kama wananchi wa kata ya Murieti kwa kuletewa mradi mkubwa kama huu ambao utatufanya sisi tujisikie raha zaidi. Na kingine ambacho tunachokiangalia zaidi ni ile fursa ambayo tutaipata katika michuano ya AFCON. Michuano hii itatusaidia sana sisi kukuza biashara zetu zilizoko hapa katika soko hili la kwa Morombo. Kwanza ni fursa nzuri ambayo itatufanya sisi tuchangamkie kama wafanyabiashara. Tutahakikisha tunaweka bidhaa zetu nzuri ambazo zitavutia wawekezaji na wageni, tuwakaribisha kabisa kwa raha mustarehe, wajisikie vizuri. Kwa Morombo tunakaribisha sana. Kwanza ni eneo kubwa ambalo ni eneo ambalo naweza nikasema kwa Arusha nzima ndio eneo ambalo linapatikana nyama mbuzi peke yake. Kwa maana hiyo hata wageni watakapokuja watajisikia raha sana wanapoona nyama choma inapatikana, huduma za kijamii zipo. Wakitembelea soko letu watakuta soko liko katika utaratibu mzuri, soko la kisasa. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwetu, na sisi tunaipongeza sana serikali kwa sababu serikali imetuheshimisha sana kuhusu huu mradi. Mimi kwa majina naitwa Eliasa Hamisi Msimbira, ni katibu wa soko la Morombo hapa Arusha. Soko la Morombo sio tu karabati, soko la Morombo ni soko la kimataifa, soko la kimkakati, linajengwa soko la kimkakati, soko ambalo Arusha nzima halipo. Kwa sisi pia tuishukuru serikali kwa kutuletea soko hili, na ni ndoto ambayo tulisubiria kwa muda mrefu sana. Ilifika mahali hata ukitoka kwenye vikao huko mjini, ukirudi ukiwaambia wafanyabiashara kuna soko linataka kujengwa hapa, wanakuambia hicho kitu hakiwezekani. Lakini kwa sasa soko limekamilika karibu 60%. Kwa hiyo tayari watu wameshaamini kwamba kuna soko la kimkakati linajengwa Morombo. Labda tu mimi nishauri serikali, kwa sababu soko letu ukiangalia jiografia ya Morombo jinsi ilivyokaa, soko letu liko mbali sana na barabara kubwa. Kwa hiyo masoko mengine ukipita barabara kubwa unaona soko lile pale. Sasa kwa sababu soko letu liko mbali na barabara hili, linaweza likajengwa soko zuri la kisasa, lakini likakosa mzunguko mzuri wa hela, wafanyabiashara wakalikimbia. Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali, barabara zinazoingia sokoni
zio barabara ambazo zinaweza kupitika majira yote, zio barabara za lami kwa ufupi. Tunaona ukarabati unaendelea pia wa barabara hizo za lami. Sasa mimi ushauri wangu pia barabara hizi zinazoingia sokoni zio barabara za lami, na ndani ya soko pia pawe na kituo cha ice, kwa sababu wafanyabiashara tunahitaji vitu ambavyo vinaweza vikaboost biashara zetu, ambazo zitapelekea wafanyabiashara tutulie kwenye soko, tusiwe na michepuko tena ya kutoka barabarani. Wafanyabiashara wengine wameeleza kuwa AFCON 2027 inaweza kuwa mwanzo wa ukuaji mpya wa biashara zao, ikiwa maandalizi yanayoendelea yataendelea kuzingatia mahitaji ya wananchi wanaojishughulisha na biashara ndogo ndogo na za kati, huku wakisema kuwa ujio wa wageni kutoka mataifa mbalimbali unaweza kuongeza mzunguko wa fedha na kuchochea shughuli za kiuchumi katika maeneo mengi ya jiji la Arusha. Licha ya matarajio hayo, meya wa jiji la Arusha ameendelea kuwapongeza wakazi wa jiji hilo kwa namna walivyoanza kuchangamkia fursa zitokanazo na maandalizi ya AFCON 2027, huku akisema kuwa wananchi wa Arusha wamekuwa mstari wa mbele katika ubunifu na ujasiriamali, hali inayowapa nafasi kubwa ya kunufaika na matokeo ya uwekezaji unaoendelea kufanyika, huku akiongeza kuwa maandalizi ya AFCON 2027 sio tu kuhusu michezo, bali ni chachu ya maendeleo na ukuaji wa uchumi wa wananchi kupitia huduma za malazi, usafirishaji pamoja na sekta zingine zinazogusa maisha ya kila siku ya wakazi wa jiji hilo. Arusha ni watu very dynamic, ni watu mashapu kwa kutafuta pesa. Arusha unawezekana leo ukawa unamwita mtu mjasiriamali mdogo, lakini kesho ukakuta ni mfanyabiashara. Na vision ya kila mtu hapa ni kuhakikisha kila fursa inayokuja na mashindano haya ya AFCON, basi kila mtu anapata kipande chake. Kuna wafugaji wa kuku wanawaza namna ya kuuza kuku kwenye soko ambalo litaletwa na AFCON. Kuna wauzaji wa mayai, kuna wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, wana lengo la kuhakikisha maziwa yanasambazwa sana. Kwa hiyo kila mtu kwa namna moja au nyingine amejipanga. Maana mji huu kwa asili ni mji wa watafutaji, ni mji wa watu wenye ujasiri, ni mji wa watu ambao wanataka kuona maisha yao yanabadilika. Kwa hiyo wajasiriamali wamejipanga, haswa vijana, lakini kundi la akina mama, hata na watu wenye mahitaji maalum. Lakini ukiacha hao na watu wengine ambao sijawataja, kila mtu hapa Arusha ni mpambanaji. Arusha huwezi kuta mtu fala, kila mtu anapambana kwa hali yake, na kwa sababu sisi tunaamini maisha yako na hali yako utapambana nayo. Kwa hiyo vijana wako tayari sana kwa fursa inayokuja sambamba na AFCON, na ndio maana huwezi kuta watu wa Arusha wakilalamika. Ikitokea changamoto wanaangalia namna ya kuitatua na maisha yanaendelea. Kadri maandalizi ya AFCON 2027 yanavyoendelea, ndivyo matarajio ya wafanyabiashara wa Arusha yanavyozidi kuongezeka. Kwao mafanikio ya mashindano hayo hayatapimwa tu kwa ubora wa michezo uwanjani, bali pia kwa kiwango cha manufaa yatakayobaki katika biashara zao na maisha yao baada ya mashindano kumalizika. Kwa mtazamo wa wafanyabiashara wengi wa Arusha, AFCON 2027 ni fursa ya kipekee ya kutangaza bidhaa zao, kupanua masoko na kushiriki moja kwa moja katika ukuaji wa uchumi wa jiji. Hivyo wakati Tanzania ikiendelea na maandalizi ya kuikaribisha Afrika, wafanyabiashara wa Arusha nao wanaendelea na kujiandaa kuipokea fursa hiyo kwa mikono miwili. Hii ni Tanzania Panorama TV.